Na mtazamaji wa Television Tumaini, bila shaka ujambo na karibu katika kipindi hiki maalum kinachokujia kutoka hapa Television Tumaini, ipe nafsi yako tumaini. Jina langu Sister Salvina Makonde, niko na ndugu Eliabu. Tuliokuandalia ni pamoja na utafanyaje ukiwa mlemavu? Haya pamoja na mengine yote utayapata katika kipindi hiki na kusiwe nami tangu mwanzo hadi tamati. Watazamaji wangependa kukufahamu. Ujitambulishe kwa majina yako. Kwa majina naitwa Eliabu Jackson Eliabu. Ndio. Unaishi wapi Eliabu? Naishi Msimbazi Center. Unajishughulisha na nini? Najishughulisha na ujasiriamali na uandishi wa vitabu na kutoa semina kwa watu wenye ulemavu. Kwa watu wenye ulemavu. Kwa unajishughulisha na mambo mbalimbali, kutunga vitabu, kutoa semina kwa watu wenye ulemavu. Ndio. Haya mambo yote Eliabu. Ujasiriamali. Okay. Eliabu, haya yote umejifunzia wapi? Haya yote nimejifunza kwenye chuo cha Tido. Tido iliyopo Vingunguti, wilaya ya Ilala. Ndio. Na kuna watu walioweza kukusupport ili kuweza kufikia masomo yako? Ndio. Pale Tido wanapeleka kwa kupatia mfadhili. Mfadhili ambaye alitugharamikia kila kitu. Kwa hiyo kumbe kuna wafadhili wanaowasupport. Wanaotusupport. Ndio. Kutoka nje. Wanatusupport kupitia chama cha walemavu Tanzania. Kumbe uko kwenye chama cha walemavu Tanzania. Kinaitwaje hicho chama? Kinaitwa SAWATA. 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 Okay. Na katika huko ulikosoma unajifunza masomo gani haswa? Ambao wewe umependelea kuchukua ni masomo gani haswa? Najifunza kutengeneza bidhaa mbalimbali. Kutengeneza bidhaa mbalimbali na mambo ya fedha. Hizo bidhaa mbalimbali kama kipi ambacho unakifanya sasa? Kama kutengeneza sabuni. Sabuni ya unga, sabuni ya mchele, sabuni ya kuwekea chooni na kazi za ushonaji. Na kutengeneza unga wa lishe. Na kutengeneza unga wa lishe. Hasa ukitengeneza hivyo vyote unaviuzia wapi Eliabu? Popote kwa sasa. Sijaweza kutengeneza kwa sababu sina mtaji. Kwa sababu huna mtaji. Nikafanikiwa kupatiwa mtaji. Na kukodishiwa sehemu maalum kama ofisi. Nitakuwa naweza kutengeneza na nikiwaajiri watu wakunisaidia. Ndio. Eliabu umeniambia kwamba moja kati ya vitu unavyotengeneza ni kutunga, unaandika vitabu. Naandika na vitabu. Hebu tumwambie mtazamaji. Hivyo vitabu Eliabu wewe unajua kwamba ni mlemavu, si ndio? Vitabu hivyo unaandikaje? Unawezaje kuviandika hivyo vitabu? Hivyo vitabu kwanza nakuwa na wazo. Kwanza unakuwa na wazo. Sasa wazo ndio naanza kuandika na lile wazo.
Kwa mfano, nikitaka kuandika ujasiriamali, Ndiyo. naanza kufikiria ujasiriamali katika nyanja gani. Nikisha iwapata nyanja gani, ndio naanza kushughulika na ile sehemu niliyopata ile, ndio naanza kuandika. Na ukishaandika unafanyaje? Unaandika kwa mkono, kwa sababu najua huwezi. Kuna watu wanakusaidia kuandika. Naweza kuandika japokuwa kwa shida. Ndiyo. Maana nilisoma shule, nilisoma ya kwanza, Ndiyo. mpaka ya 7, Ndiyo. nikafaulu, nikaenda huko sekondari. Ndiyo. Ila pale ndio sijafanikiwa kuendelea. Kwa hiyo kumbe unapotaka unaandika kwenye karatasi? Then baada ya hapo naenda kwenye stationery. Ndiyo. Nampa hela. Nakaa tena mimi mwenyewe kwenye kompyuta. Naanza kuandika. Na ukishamaliza kuandika baada ya hapo? Baada ya hapo na kumaliza kuandika, namtafuta mtu wa kunifanyia editing. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anakusaidia pia kwa ajili ya kuedit. Kuangalia nimekosea wapi, kusahihisha na sahihishe. Ananielekeza, tunaelekezana. Baada ya hapo anapewa printi, ndio inatoka. Hasa wewe Eliabu, hongera sana kwanza hongera sana. Hongera sana kwa kujituma kwako. Hata mtazamaji anayetutazama sasa, anayetufuatilia sasa, kweli kabisa anakupa kongole. Ila sasa huko nako kwenda stationery unalipa na nini? Kuna mtu anakusaidia kukulipa au anakupa ofa? Kikweli ile stationery, mwenye stationery anajitoa. Ila kwa kujitoa japokuwa sio bure, ila ananivumilia mpaka ninapokuja kukusanya ile hela yake, ndio ninampatia. Na ninatoa kama kawaida. Unalipa kama watu wengine. Wala hakuna cha huruma. Hakuna. Unalipa kama wanavyolipa watu wengine. Na katika maisha usipende sana kuonewa huruma sana. Ona huruma sawa. Ndiyo. Maisha. Ila tutengeneze mazingira ya kuonewa huruma. Hongera sana Eliabu, hongera sana. Mtazamaji, hapa leo kama nilivyokwisha kusema tangu mwanzo, tuko na ndugu Eliabu. Huyu ni mlemavu, lakini basi swali letu lilikuwa kwamba utafanyaje ukiwa mlemavu. Tunaongea mambo kadha wa kadha hapa, lakini basi kikubwa nachotaka kushare na wewe ni kwamba anasema katika maisha usipende kuonewa huruma sana. Fikiria kwamba yeye ni mlemavu, lakini mimi na wewe tuko na viungo vyote kabisa. Huu ujumbe unatuhusu. Hebu tuendelee kumsikiliza. Ana mambo mazuri sana ya kuweza kusaidia hata wewe ingawaje hauna ulemavu. Eliabu, baada ya kutengeneza hicho kitabu chako unakiuzia wapi? Kuna watu labda ukishamaliza kutengeneza wanachukua wanaanza kusambaza, au kuna watu wanakuonea huruma wanasema Eliabu umetengeneza vitabu, wanakufuata nyumbani labda, au unafanyaje? Soko lako liko wapi? Soko langu lepo kwa namna hii. Pale Mtumbazi Center. Ndiyo. Kuna frame za kanisa.
Aha, kwenye fremu za kanisa Msemazi Center. Unaenda kuwaomba. Nawaomba. Ndio. Atakaye kuangalia. Na mtu na vitabu kadhaa pale. Kwa hiyo watu wote wakija kwenye ile maduka ya Msemazi Center. Ndio. Kwa wale waliokubalia. Ndio. Wataona vitabu vangu. Okay, lakini kuna mafanikio watu wanakununulia vitabu vyako? Vinaenda. Japokuwa sana kwa sababu tunajua sisi sio watu wa kusoma sana. Ila kuenda vinachukuliwa. Ndio. Sasa turudi kwenye swali letu Eliabu, kwamba utafanyaje ukiwa mlemavu? Wewe angalau kuna watu wamekuwezesha, wamekusapoti, umefika hapo ulipo. Nadhani mpango wa Mungu ili wasaidie wengine, si ndio Eliabu? Sasa kuna mtazamaji anayetutazama kwamba yeye ni mlemavu. Afanye nini katika ulemavu wake ili aweze kujikwamua kimaisha? Kwa ujibu swali hilo. Ndio. La kwanza kukusaidia wewe mtu mwenye ulemavu. La kwanza unatakiwa uondokane na mawazo kwamba mimi ni mlemavu. Kwa hiyo unajua katika maisha. Ndio. Maisha hayatakuchukulia wewe ni mlemavu. Hapokuwa wewe ni mlemavu. Ndio. Maisha ni moja. Mlemavu atapita hiyo. Na sio kwa mlemavu atapita. Mfano, mimi kweli ni mlemavu. Ndio. Ila natakiwa kula. Kama wewe ambaye hauna ulemavu. Ndio. Unatakiwa ule. Mimi kweli ni mlemavu. Ila natakiwa kuvaa. Kama wewe ambaye hauna ulemavu unatakiwa kuvaa. Kwa hiyo dunia imetuweka katika sehemu moja. Sasa wewe ukijichukulia mimi ni mlemavu, utajikuta umekaa nyuma, dunia inakuwa mbele. Na hilo anatakiwa. Kwa hiyo la kwanza ondokana na mawazo ya kwamba mimi ni mlemavu. Jione kama watu wengine. Ndio. Utakapojiona kama watu wengine, utaona kwamba unao uwezo. Na kweli mtu mlemavu anao uwezo kama watu wengine. Ndio. Nimependa hapo Eliabu. Hebu tuendelee zaidi kumsaidia huyu mlemavu. Anafanyaje ili ajikwamue baada ya kujiona kuondokana na hiyo zana? Atakapoondokana na dhana ya kwamba mimi ni mlemavu, uanze kujitambua. Kujitambua kwamba mimi ndio nina ulemavu. Ila ninaweza kufanya kitu gani. Dunia ya sasa inamhitaji mtu mwenye kitu. Yaani watu watakutaka
watakutafuta, sio kwa kuwa wewe ni mlemavu. Watakutafuta kama una kitu. Hata mimi unaniona hapa. Huyo natupie watanitafuta kwa sababu nina kitu. Kwa hiyo kumbe baada ya kujiona kwamba sio mlemavu awaze awe naweza kufanya kitu gani? Yani ajitafute, yani ajitambue kwamba ana maana Mungu alipotuumba japokuwa ni mlemavu, ila ndani yetu katuwekea uwezo wa kufanya kitu. Kila mtu iko kitu anacho. Sasa wengine sio kama yani hawafiki pale wanapotakiwa kufika kwa sababu hawajajitambua kwamba wana vitu gani vinavyoweza kuwasaidia maisha yao ili vitukome maisha yao. Okay. Kwa mfano mimi nilipojitambua ndio nikaanza kuandika vitabu. Na ndio zaidi nanitafuta kwa kuletea mambo ya kufundisha watu. Kwa hiyo dunia inamtafuta mtu mwenye kitu na sio mtu mwenye ulemavu. Ndio. Sasa hapo tuendelee hapo kwamba wewe sasa unajishughulisha na kutengeneza vitabu, kuandika vitabu, si ndio Eliabu? Na pia unafanya hata ujasiriamali, si ndio? Na pia ulishawahi kunisimulia kwamba unajishughulisha na kufanya vitabu, ujasiriamali, lakini pia uko mmesoma habari ya kutunza fedha. Hebu mwambie mtazamaji kwamba katika huo akishajitambua katika kufanya huo ujasiriamali, kutunza fedha, unawezaje kutunza fedha? Kwa sababu wengi wanahangaika, anaweza kupata hela inapotea, anatumia kwa matumizi ya sio, yani hajui kutunza fedha kwa jumla. Katika swala hili ndio watu wengi wanasema hawana hela. Ndio. Ila ukija kuchunguza kila mtu hela anazo. Ndio. Yani hata yule mwanafunzi hela anayo. Ndio. Ila watu wengi hawajui namna gani wa kufanya zile hela ziongezeke. Hapa ndio kuna kufanya kazi kubwa sana. Ndio. Kwamba namna gani ya kufanya hela ziongezeke. Ila kikweli kila mtu hela anazo. Ndio. Sasa namna ya kufanya hela iongezeke hiyo ni taaluma. Taaluma ambayo ndio wanaenda kujifunza. Ndio, wahasibu. Ndio. Ndio. Eliabu, kwanza pia naendelea kupongeza kwa hizo kazi unazozifanya. Tuangalie sasa kitabu chako ambacho kitabu ulichokitunga. Sasa hivi umetengeneza vitabu vingapi Eliabu? Mpaka sasa hivi na kitabu kimoja kimetoka. Kitabu kimoja kinaitwaje? Kinaitwa
maisha ya matumaini, ulemavu katika furaha, amani na ushindi. Kilikusukuma nini Eliabu kutunga hicho kitabu chenye kichwa cha habari kinachosema maisha ya matumaini? Mimi baada ya kujichanganya na watu wenye ulemavu, niliwakuta walemavu wengi. Baadhi ya walemavu hawana furaha katika ulemavu wao. Na nikasukumwa na Mungu kuandika kitabu hiko. Kwa hiyo mtu atakayesoma akiwa na ulemavu, mawazo yake yatabadilika. Na sisi pia tumeathiriwa na mila na tamaduni. Mila na tamaduni namna gani sisi tunaaminishwa kwamba mtu mwenye ulemavu ni mtu asiyeweza. Sisi tukajiamini hivyo. Lakini iko kitabu kama utakaposoma utajijua kwamba japokuwa nina ulemavu, ila Mungu ameweka kauwezo kadogo. Ako kauwezo kadogo. Kazi yangu ni kukuza ako kauwezo kadogo. Nitakapokikuza ndio kinazidi kukua. Mwishoni unaonekana mtu ni mkubwa. Basi unajitahidi kutuhamasisha Eliabu. Nikutakie tu mafanikio katika safari yako hii ya kuweza kuhamasisha watu, kuhamasisha pia walemavu ambao kwamba wasijione kwamba ni walemavu, wajichanganye na wengine, wapate mawazo ya kuweza kuendelea. Eliabu, ulishawahi kuniambia kwamba umejifunza huko chuoni namna ya kuhamasisha biashara yako, namna ya kuhamasisha wateja waweze kupenda biashara yako. Hebu mwambie mtazamaji namna gani hiyo inakuwa? Kweli katika biashara utakuta watu wengi kwenye utafiti wanaanzisha biashara. Ila kweli sita mtu wanaoanzisha watu 100 akianzisha biashara leo, ukikaa mwaka mmoja, ukienda ukaangalia, kana utakuta wanaendelea na zile biashara. Utakuta labda ni watu 40. Kwa hiyo watu wanaanzisha ila hawajui mbinu wafanyeje waendeleze biashara zao. Sasa hiko naomba ikiwa ni kipindi kingine, maana kuna vitu vingi za kuzungumza. Eliabu, watazamaji wanatutazama. Unawaambia nini akina mama wanaowaficha watoto zao walemavu ndani, na wapenzi wanaowakimbia wapenzi wao kwa sababu ya kupata mtoto mlemavu, na hata wengine wanakimbia kukisha kuwa na swala la mtu mlemavu katika familia? Unawaambia nini hawa Eliabu? Kwanza tutambue kwamba hawa watu wenye ulemavu wanaozaliwa katika familia zetu, jua kwamba Mungu ameruhusu watu hao wawepo katika familia hiyo.
kama Mungu ameruhusu ni lazima kuondokana kwanza na mitazamo negative. Kuna watu wana mitazamo mpaka mtu anakimbia familia yake. Kinachotetea ni kuwa na mitazamo ambayo ni negative. Negative kwa Kiswahili negative hivyo. Hasi. Mtazamo hasi. Mtu anapoambia mwanae kwanza anakuwa na mtazamo hasi katika ulimwengu. Ule mtazamo hasi ndio unaofanya unayomsukuma amkimbie mwanae. Lakini kikweli ukiondokana na ule mtazamo hasi utaona mwanao ni wa kawaida. Kikweli hawa watu wanaojua Mungu ambao anawaruhusu wazaliwe katika familia zetu. Kikweli ukimuona unaweza ukamwona hajiwezi, ila huyu nakwambia mtazamani. Mungu sio mtesaji wa viumbe vyake. Kama Mungu angeona mwanao hawezi, asingeruhusu azaliwe. Ili mradi mwanao anazaliwa katika familia yako, Mungu alikuona uwezo unao wa kumfanya mwanao aweze. Basi Eliabu, mambo ni mengi kweli kweli, lakini dakika zimetutupa mkono. Hatuna namna. Mtazamaji, huyu ndugu anaitwa ndugu yetu Eliabu. Katika ulemavu wake ameandika vitabu vingi. Kimoja kikiwa ni hapa, Maisha ya Matumaini. Maisha ya Matumaini kitabu chake cha kwanza. Lakini ana vitabu vingi viko kwenye kompyuta, anashindwa kuvitoa kwa sababu ya uwezo. Kumbuka kwamba akienda stationery analipa. Akimwomba mtu amsaidie kuandika analipa. Lakini ameamua kuondoa ile dhana ya kwamba yeye ni mlemavu. Amejiongeza, ametengeneza vitabu mbalimbali kwa ajili ya kukizi au kwa ajili ya kujikwamua katika maisha. Sasa wasiliana naye mwenyewe. Hapo chini ya TV yetu kuna namba inapita chini ya runinga wetu. Chini ya runinga kuna namba inapita. Kwa chochote wasiliana nasi kwa kupitia hiyo namba kama unataka kumsaidia Eliabu, kama una chochote cha kuchangia au mawazo mbalimbali. Kwa sasa sina la ziada. Nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Asante sana ndugu yetu nyuma ya kamera, mheshimiwa sana Michael. Ukitaka unaweza kumuita Mikele. Nami Sister Salvina Makonde nilikuwa na ndugu Eliabu. Mpaka wakati mwingine, endelea kufuatilia vipindi vinavyofuata. Kwaheri.